Kuna mwekezaji ambaye yuko hapa Katoro, amechukua eneo la CCM akawekeza, alivyomaliza akapata tamaa, wakatafuta eneo lingine. Eneo lingine likawa ni uwanja wa mpira. Sasa hakumefanyika hizo anazoziita taratibu. Mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa. Sikushiriki, pengine sikupata mwaliko au sikuwepo. Walioshiriki walishiriki. Baada ya kushiriki anasema ana mkataba. Lakini ukiuliza mkoani hawaelewi. Ukiuliza HQ taifa hawaelewi. Huko kwenye baraza na ni wana CCM wengi. Na lile eneo linajulikana ndio eneo la michezo. Tuna ngoma za kienyeji, tuna mipira, watoto jioni na nini, mazoezi ni afya. Sasa baada ya kukamilisha zile taratibu za kwake anazoziita zimekamilika, akaenda kubomoa yale maeneo yaliyokuwa pale yamezunguka ule uwanja. Baada ya kubomoa ikatokea ile vurugu, zikachoma nyumba za serikali, ofisi ya mtendaji wa kijiji na nini zikachoma zote zile ofisi pale mbele. Baada tu ya kuchoma yeye, baada ya wiki moja kaleta gireda kaanza kukwangua bila kushirikisha serikali. Mtendaji hajui, tuna mamlaka ya mji mdogo hajui, hakuna mtu anayejua, mbunge wala mtu yoyote. Anajua yeye na mtu mmoja mwenyekiti sijui wa kata wa Chama cha Mapinduzi. Wakaanza kubomoa, ndo ugomvi ulipoanzia. Wale watu wa serikali wakamwambia, wewe kama unasema umepewa hili eneo, hili ni eneo la serikali, kwa nini unabomoa? Anawaambia mimi nafanya kazi na Ikulu, mimi nafanya kazi na mkoani, mimi nafanya kazi na wilayani.